Taarifa ya kifo kutoka Ikulu ya Tanzania imetikisa wengi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse. Jina langu ni Edwin Mokaya. Serikali ya Tanzania imetangaza kwa huzuni kifo cha aliyewahi kuwa gavana wa 4 wa Benki Kuu ya Tanzania Idris Rashid kilichotokea tarehe 13 Machi mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Taarifa rasmi iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imesema kuwa kiongozi huyu wa zamani wa sera za fedha nchini alifariki dunia akiwa katika matibabu katika hospitali ya Shifa African Kinondoni. Kifo chake kimepokelewa kwa masikitiko makubwa katika duru za kisiasa na kiuchumi, huku Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akitoa salamu za pole kwa familia, viongozi wa sekta za fedha pamoja na Watanzania kwa ujumla. Katika ujumbe wake wa rambirambi, Rais Samia alimtaja marehemu Rashid kama kiongozi aliyetoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taasisi za kifedha na katika kusimamia sera za fedha za taifa katika kipindi muhimu cha mageuzi ya uchumi wa Tanzania. Kauli hii imefungua tena mjadala mpana kuhusu mchango wa viongozi wa zamani wa taasisi za kifedha katika kuimarisha misingi ya uchumi wa kisasa wa Tanzania, hasa katika miaka ya 90 ambapo nchi ilikuwa ikipitia mabadiliko makubwa ya kisera. Idris Rashid aliwahi kuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 1998, kipindi ambacho Tanzania ilikuwa ikiendelea kubadilisha mfumo wake wa uchumi kutoka ule uliokuwa wa udhibiti mkubwa wa serikali kwenda kwenye mfumo unaotoa nafasi zaidi kwa soko huria. Mageuzi hayo yalikuwa sehemu ya sera pana za kiuchumi zilizoanza mwishoni mwa miaka ya 80 chini ya serikali ya wakati huo, zikilenga kufufua uchumi uliokuwa ukikumbwa na changamoto kubwa za kifedha na ukuaji mdogo. Wachambuzi wa siasa na uchumi wanaona kuwa mchango wa viongozi wa taasisi za fedha kama vile Rashid hauwezi kutenganishwa na historia ya mageuzi ya kiuchumi nchini Tanzania. Na katika miaka hiyo ya 90, serikali ya Tanzania ilikuwa ikifanya kazi kwa karibu na taasisi za kifedha za kimataifa kama International Monetary Fund na World Bank katika kutekeleza mageuzi ya kiuchumi, hatua ambayo ilihusisha pia kuimarisha taasisi za ndani kama Benki Kuu ili ziweze kusimamia sera za fedha kwa ufanisi zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu, kipindi cha uongozi wa Rashid kilikuwa na umuhimu mkubwa katika kujenga misingi ya uthabiti wa sekta ya fedha nchini, na Benki Kuu ya Tanzania ilianza kuimarisha mifumo ya usimamizi wa fedha, kudhibiti mfumuko wa bei na vilevile kuweka mazingira bora ya ukuaji wa sekta ya benki binafsi. Hatua hizo zilikuwa muhimu katika kuvutia uwekezaji wa ndani na wa kimataifa katika uchumi wa Tanzania. Na katika siasa za Tanzania, nafasi ya taasisi za kiuchumi mara nyingi huonekana kama sehemu ya utulivu wa taifa. Serikali mbalimbali zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa taasisi kama Benki Kuu katika kulinda uthabiti wa sarafu, kudhibiti mfumuko wa bei na kuhakikisha mfumo wa fedha unaendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Ndiyo maana vifo vya viongozi waliowahi kushika nyadhifa hizo mara nyingi huibua kumbukumbu kuhusu safari ya uchumi wa taifa. Na kifo cha Rashid pia kinakuja katika kipindi ambacho Tanzania inaendelea kujadili mustakabali wa uchumi wake katika mazingira ya dunia yanayobadilika haraka. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikisisitiza mageuzi ya kiuchumi yanayolenga kuvutia uwekezaji, kuimarisha miundombinu na kukuza biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na katika muktadha huo, historia ya viongozi waliowahi kusimama ama kusimamia sera za fedha kama vile Rashid inaonekana kuwa sehemu ya msingi wa mafanikio ya sasa ya taasisi za kifedha nchini. Kwa upande wa kisiasa, ujumbe wa rambirambi wa Rais Samia pia unaonyesha jinsi serikali inavyojaribu kuhifadhi kumbukumbu za viongozi waliotoa mchango katika ujenzi wa taifa bila kujali vipindi tofauti vya uongozi wa kisiasa. Tanzania imekuwa na utamaduni wa kutambua mchango wa viongozi wa zamani wa taasisi muhimu za serikali, na ni jambo ambalo mara nyingi husaidia kudumisha taswira ya utulivu wa mwendelezo wa taasisi za dola.
Na katika miaka hivi karibuni, mijadala kuhusu utawala wa taasisi za fedha nchini Tanzania imekuwa ikihusisha pia masuala ya uwazi, uwajibikaji na usimamizi wa sera za fedha. Benki Kuu ya Tanzania imekuwa ikicheza jukumu muhimu katika kudhibiti mfumuko wa bei, kusimamia benki za biashara na kuhakikisha mfumo wa fedha unaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizowekwa. Na wakati Rashid alipokuwa gavana, Tanzania ilikuwa katika hatua ya mwanzo ya kujenga mfumo wa kisasa wa sekta ya fedha. Benki nyingi binafsi zilianza kuingia sokoni, ushindani uliongezeka na mfumo wa benki ulianza kubadilika kwa kasi. Mageuzi hayo yaliweka msingi wa sekta ya benki ambayo leo inachukuliwa kuwa moja ya nguzo muhimu za uchumi wa taifa. Na katika historia ya benki ya Tanzania, magavana mbalimbali wamekuwa wakichangia katika vipindi tofauti vya mageuzi ya uchumi. Rashid anakumbukwa kama mmoja wa viongozi walioongoza taasisi hiyo katika kipindi ambacho Tanzania iliwahi kujiimarisha baada ya miaka ya changamoto za kiuchumi. Kwa wachambuzi wengi wa sera za fedha, hatua zilizochukuliwa katika kipindi hicho zilisaidia kuanzisha misingi ya utulivu wa kifedha ambayo bado inaonekana hadi wa leo. Kwa upande wa serikali, ujumbe wa pole ulitolewa na Rais Samia na unaonyesha pia namna ambavyo vifo vya viongozi wa zamani vinavyotumika kuimarisha ujumbe wa umoja wa kitaifa. Na katika siasa za Tanzania, matukio kama haya mara nyingi hutumiwa kukumbusha wananchi kuhusu mchango wa viongozi waliopita na umuhimu wa kuendeleza taasisi imara za serikali. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanaona kuwa kumbukumbu za viongozi wa zamani pia ama wa zamani wa uchumi pia zinaweza kufungua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa sera za fedha na katika kizazi kipya cha viongozi. Tanzania inakabiliwa na changamoto mpya za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya soko la dunia, mfumuko wa bei wa kimataifa na ushindani wa kikanda katika kuvutia uwekezaji. Na katika mazingira hayo, historia ya viongozi kama Rashid inaweza kuwa rejea muhimu kwa watunga sera wanaotafuta njia bora za kuendeleza uchumi wa taifa. Mageuzi ya miaka ya 90 yanaendelea kutajwa kama moja ya vipindi vilivyobadilisha kabisa mfumo wa uchumi wa Tanzania na kuweka msingi wa ukuaji wa sekta binafsi. Kwa wananchi wengi, kifo cha Rashid kinabaki kuwa tukio la kumbukumbu kuhusu safari ndefu ya maendeleo ya taasisi za fedha nchini, kutoka mfumo uliokuwa udhibiti mkubwa wa serikali hadi uchumi unaotegemea zaidi soko huria. Viongozi wa taasisi kama Benki Kuu walikuwa jukumu kubwa katika kusimamia mabadiliko hayo. Hatimaye, tukio hili linaonyesha jinsi historia ya taasisi za uchumi wa siasa zinavyounganishwa katika simulizi la maendeleo ya taifa. Na kifo cha Idris Rashid kinawakumbusha Watanzania kuhusu umuhimu wa uongozi thabiti katika taasisi za kifedha, hasa katika kipindi ambacho uchumi wa dunia unaendelea kubadilika kwa kasi. Kwa upande wa kisiasa, kumbukumbu za viongozi kama Rashid pia zinaweza kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu mustakabali wa taasisi za uchumi wa nchi ama uchumi nchini Tanzania. Serikali ya Samia Suluhu Hassan inaendelea kusisitiza mageuzi ya kiuchumi na diplomasia ya uwekezaji. Ni jambo ambalo linategemea sana uthabiti wa taasisi kama Benki Kuu, na kwa hivyo wakati taifa linaomboleza kifo cha umoja wa viongozi wake wa zamani wa sera za fedha, mjadala mkubwa zaidi unabaki kuwa jinsi Tanzania itakavyoendeleza misingi hiyo katika miaka ijayo. Na katika siasa za uchumi, historia mara nyingi huwa mwalimu muhimu wa maamuzi ya baadaye, na kumbukumbu za viongozi kama Rashid zinaweza kuwa sehemu ya urithi huo. Hatua zinazofuata sasa zitakuwa jinsi serikali, sekta ya fedha na taasisi za kitaifa zitakavyotumia urithi wa viongozi waliotangulia kuimarisha uchumi wa taifa. Na katika ulimwengu wa siasa na uchumi unaobadilika kila siku, kumbukumbu za viongozi waliowahi kusimamia taasisi muhimu zinaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya Tanzania. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa chaneli yako ipendayo ya TanzaPulse. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Jina langu ni Edwin Mokaya.